وكل ضلالة في النار. عن المفسر في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Baada ya kwamba jana tumeeleza hali ya waumini na taa inayotakikana wafanye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo tutazungumza vitimbi vya Mayahudi ama makafiri Makuraishi ya Maka walipomfanyia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mzaliwa wa Maka kutoka kwa mababu. Amezaliwa ndani ya Maka, amelelewa ndani ya Maka, amekuwa ndani ya Maka, akapata utume ndani ya Maka akiwa na miaka 40. Na kabla ya Uislamu alikuwa akiitwa Muhammad al-Amin, Muhammad ambaye ni mwaminifu. Watu wa Maka wote walikuwa wakiweka amana kwake yeye. Ni mwaminifu kaula wa fi'la, kwa kitendo na kwa maneno alikuwa ni mwaminifu. Nasaba yake ya Banu Hashim, na wengine wasiokuwa katika Banu Hashim walikuwa wakimwezi na wakimheshimu na wakimpatia manzila, cheo ambaye kwamba ilikuwa haistahili kulingana na ujana yake, yaani walimweka katika daraja kubwa kabisa. Lakini baada ya kuleta Uislamu na kutangaza Uislamu na kukataa mila na desturi ya Waarabu waliokuwa nao kabla ya Uislamu, akaitwa majina mengi mabaya. Akaitwa sahir, akaitwa kadhab, akaitwa mrongo, mchawi, asokuwa mwaminifu, mwenye khiana, khida, mwenye kuadaa katika imani za watu. Basi akawa majina mbalimbali. Akapambana na matatizo mengi ambaye kwamba ukitizama waona ni mtihani mkubwa sana. Akafika kiwango ya kutolewa ndani ya mji wa Maka na kwenda kuishi katika Shaabu wa Abu Talib, mapango ya jabali, sehemu fulani, yeye na waliomwamini na akraba zake, na ukaandikwa mkataba ya urongo, ikabandikwa Kaaba, mkataba yenye kusema sisi hatutahusiana na Banu Hashim, hatutaoana na Banu Hashim, hatutakuwa na muamala sampuli yoyote na Banu Hashim, hawatotuuzia chochote, hatutanunua chochote kutoka kwao. Kuwe baina yetu na Banu Hashim, kwa lugha ya kisasa ni kafiri. Hakuna chochote kati yetu na wao. Akavuka ile mtihani, akaingia ndani ya mji wa Maka, akaishi muda chache, akapatikana na msiba kwa kufariki Ummul Mu'minina Sayyidatuna Khadija. Akafariki kwa muda ya miezi 3 akafariki ami yake Abu Talib. Khadija alikuwa ni kumbao yake ndani ya nyumba, na Abu Talib alikuwa ni ngao yake akiwa nje. Akiwa barabarani, mambo yoyote yakimkumba, Abu Talib alikuwa ni ngao kwake yeye. Na akija kwa nyumba, Sayyida Khadija alikuwa ni ruknu rakib, ni nguzo ya kutegemewa ndani ya nyumba. Alikuwa ni mraatun salihah da'izatin wa mushawara, alikuwa ni mwanamke mwema mwenye ushauri yenye busara kwa bwanake. Akija akishauriana na bwanake kwa ushauri wa busara, na akimpatia hikma na akimwaza katika yale mambo ambayo kwamba yalikuwa yakimpata barabarani, akifika kwa nyumba akipewa fikra na mawazo mazuri yakimalizikia. Kinyume na wake zetu za leo, ukiwa barabarani ni dhiki, ukiwa ndani ya nyumba ni tabu, kitakachokuwa ni matokeo baadaye ni presha na hasa. Lakini Aisha alikuwa ni mshauriwa mzuri kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
mpaka akapewa bishara ya kubashiriwa pepo, akawa ni mmoja kati ya wanawake bora duniani, Ummul Mu'minina Khadija radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Akapata msiba, na baada ya hapo akaenda Taif, akatafuta nusra kwa watu wa Taif, na watu wa Taif wakamletea vitimbi, wakamletea tabu, akapigwa mpaka madamu zikamtoka. Akafika mahali ikabidi aombe nusra ya Mola wake, amwombe Mwenyezi Mungu dua ampatie nusra kwa yale aliyopata. Miongoni ya nusra yake alimwambia Mwenyezi Mungu, ikiwa haya yote yaliyonipata leo katika mji wa Taif, wewe uko radhi na mimi, sitojali. Bora wewe uwe radhi na mimi, na haya matatizo yaliyonipata si lolote kwangu mimi wala si chochote, lakini Mola uwe radhi na mimi. Baada ya kurudi katika Taif, Mtume bado anakumbana na matatizo mbalimbali. Alituma baadhi ya masahaba kwenda Yaman, kwenda Habash, wakaenda sehemu ya Ethiopia. Kule wakafuatwa na baadhi ya Makureshi, wakaenda wakamwambia mfalme wa Ethiopia kwamba hawa watu tumewafukuza katika mji yetu, ni watu waovu, ni watu wa wakaidi, wasiosikia maneno, na wamekataa dini na mila na desturi ya wazee wetu. Hawa wamekuja na dini mpya. Tulikuwa na miungu 772 na sasa hivi wametuletea Mungu mmoja. Eti huyu Mungu mmoja ndio anahuisha, ndio anavisha, ndio ananyesha mvua, ndio analeta ukame, ndio anaondoa matatizo. Mungu mmoja ataweza vipi matatizo hawa hizi zote, na wakati tulikuwa na miungu 700 na matatizo yalikuwa yakiwashinda? Tumewabuni miungu kulingana na matatizo, manake miungu ilikuwa yakibuniwa siku hiyo. Matatizo yakiongezeka, lazima waongezwe Mungu mwenye kusolve matatizo ya pande hii. Kiwa huyu atakuwa ni ukame, huyu ndio kusuluhisha vita, huyu ndio matatizo ya kinyumbani. Yaani data wanauliza kwa maana kaanza kwa wale miungu walikuwa wengi na walikuwa ni ukoo pia. Hii ilikuwa ni Banu Umayya, ilikuwa ni Banu Hashim, ilikuwa ni kila ukoo ikikuwa na mazungumzo yake, lazima kwanza iende kwa wale Mungu yake waombe. Leo ni mazungumzo yetu ya kiukoo, weka usalama, weka amani, mazungumzo, baadaye waende kwa ile kasa yao wafanye Mungu. Lakini Muhammad amekuja na Mungu mmoja, matatizo makubwa sana. Alhasil, pamoja na hayo yote, ikafika kiwango ya kufanywa mkutano mkubwa ndani ya Lighthouse ya Makkah, Dari Nadwa, ambaye leo Dari Nadwa ajabu ya Saudia na wafalme wanaotawala Saudia kuonesha kwamba mila walionao bado wana ile mambo ya jahiliya kwa mbali. Ile Dari Nadwa sasa hivi ndio Lighthouse ya Makkah. Mfalme wa Makkah anaishi katika sehemu kama ile. Tutaonyeshwa katika tarehe, tulikuwa na alimamu Rais siku moja Makkah, tukiwa tunapita barabarani, atuonesha kwamba hapa unaona nini, tuambia ndio makao makuu ya falme. Basi asema hapa ndio ilikuwa ni Dari Nadwa. Tarehe hizo ni kwamba wao walikuwa wakiziondosha baadhi ya athari fulani kwa sababu za zile fikra duni walionao za kiserikali na za itikadi za Muhammad bin Wahab. Ikafanywa mkutano mkubwa katika Dari Nadwa, mkutano ambao kwamba ilishirikisha kabila ukoo 12 ya Waarabu. Ukoo 12 ya Waarabu walikutana katika Dari Nadwa, nyumba kubwa ya ushauriano. Ushauri wenyewe ilikuwa ni kukubaliana juu ya matatu ifanyike. Tushauriane, Muhammad amefika kiwango mbaya, kwa hivyo tufanye matatu kati, tufanye moja kati ya matatu, tukubaliane. Ikafanywa mkutano mkubwa katika Dari Nadwa na wakahudhuria wajuzi, na pande yao ikiongozwa na Abu Jahl ambaye yeye ilikuwa kwa siku hizo aliitwa Al-Hakam. Kikao kabla haijaanza, watu wamekaa katika majlis, sasa ni kushauriana Mtume Muhammad mfanye namna gani. Wanafanya vipindi mbalimbali. Kidogo akaonekana ameingia shehe mkubwa aliyovaa mavazi ya kiajabu,
na Waarabu wa Maka akawa hawamjui, wakamsimamisha wakamuuliza, wewe ni nani? Msafara ilikuwa ndefu, historia yake ilitolewa katika Sira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda msafara pamoja na Sayyidina Abu Bakar Siddiq, na msafara ilikuwa historia yake ndefu ya kuhama Mtume Muhammad kutoka Maka kwenda Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudi kwa nyumba, anapanga msafara, akatumana mtu aitwe Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib alikuja akamwambia, ya Ali bin Abi Talib, hii firashatul maut, hii kitanda yangu leo ni kitanda ya mauti. Nishapangiwa watu 12 ambao kwamba watajua leo usiku, na mimi amri imekuja niende zangu Madina. Kwa hivyo natafuta mtu ambaye atanunua roho yangu kwa roho yake naye kwa kitanda. Sayyidina Ali bin Abi Talib akamwambia, ya Rasulullah, nitalala kwa kitanda yako, nipatie ile mama yako kwa mimi kwa nini? Akamwambia, mimi nitalala. Akamwambia jalala, Mtume akamwambia, nitachukua kishani yangu kadhaa rangi ya kijani. Mtume alikuwa na imama yake, ukiona hizo siku mara nyingi wanapiga ile mbagiri, sio na siku barabarani, ile ilikuwa ni mavazi ya kadhaa. Mtume alikuwa ni ile yake mbili tu, nyeusi, na mara nyingi anapiga kadhaa green, na mara nyingi anapiga nyeusi, na imama yake ile anajifunika ya kulalia ni green. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua ile kishani yake akampatia Ali bin Abi Talib, akamwambia, jifunike kwa kitanda. Wakapanda msafara. Ilipofika usiku karibu saa 6, vijana 12 ya Waarabu kabila 12, kila mmoja ako na panga. Ile panga inaitwa imamini mawewe, yani assalam. Wamepewa panga, wamekipanga pale. Na Sheikh Abdullah amekuja amepata leo polisi. Maana yake leo anataka kuona kichwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilipofika wakati wa usiku, Jibril alayhi salatu wasallam akamwambia, chukua qabla al-turab, chukua mchanga. Na hao watu Mwenyezi Mungu ashawapatia nuas, usingizi, hawajalala, lakini wako na nuas. Nuas mubali bado hajalala, lakini ile kitu inakuja mbele ya usingizi, anaanza kusinzia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka nje, akachukua ile mchanga na akasoma bismillahir rahmanir rahim, Yasin wa Qur'an hakim, sallallahu alaihi wasallam, nabiyyu rahim, kila qawmin mawjura wa tabarakun, lakad qawla tawbuna ja'alna jannati wa ja'alna lil-ladina sakan wa min ba'dihim sakan farashaynahu fa hum la yusirun. Akarusha ile mchanga. Ile mchanga aliporusha inaingia kwa kila mmoja kwa macho yake. Sasa imekuwa kama dawa ya usingizi ya ajabu. Mtu kama mwezi alifanya 20 wanalala kulala kabisa. Iblis maisha yake ajalala amelala siku. Umri yake kutoka anaomba hajapata usingizi. Hadi ako busy saa yote. Peleka huyu hivi, peleka huyu hivi. Ako busy. Atalala siku hiyo alipata usingizi hata yeye. Walilala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka, akawakuta wote wamelala. Kisha akawaangalia wote, akawajua huyu ni nani, huyu ni yule, na huyu si kijana fulani. Mashaallah, huyu akawajua wote ni vijana wa Maka. Na mchana kitu kama saa 10 habari ililiki ndani ya Maka. Ndio binadamu anatembea kusema wahaba kushega, lakini nina ushega sawa ya nini. Ale baadhi ndio mwambia huyu, nitamwambia kitu usimwambie mtu, lakini ile maneno siri nimesikia watu wanazungumza pale. Huyu pia anamwambia rafiki yake, leo nitaona ya mwanamke hivi. Sasa watu ngapi nafikiri wamesikia? Sasa maneno imeliki ndani ya Maka saa 10. Sayyidina Fatima amesikia habari kwamba baba yake atauawa leo. Alikuja akaingia saa 10 ndani ya nyumba akiwa na nia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika kwa sababu msichana wake anampenda sana, akamwambia, ya ibnati, nini nakufanya hivi? Kwa nini unalia? Akamwambia, kwa nini silie?
Leo kabila 12 ya Waarabu wote wamekubaliana watakuwa leo usiku. Leo ndio mwisho yako sisi kuona na macho. Wewe unauawa, una habari imeenea. Yeye anapata saa 10, mtume amepata saa 6 mchana bado. Unamwambia tulia. Akamwambia hiyo macho si macho ya kuiona mimi, macho ya kafiri. Wewe tulia. Niweza. Kuna siku tawao, niweza kusema. Watu wanalia na mnyamazisha, lakini ile habari unajua pengine wale mabaya na Quraishi walienda kumwambia mabibi zao na wasichana yao, na baadhi ya wasichana yao ni rafiki ya Fatma, hata kama baba yao ni kafiri, yeye haidiki na yeye kitendo baba yake anafanya. Sasa anakuja kumweleza kwa siri. Unajua baba yake anasema ndio maneno yanaendelea pale nyumbani kwetu, lakini alini na ushahidi. Asante na ushahidi na wewe kueleza baraka. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka akawaweka wale watu mchanga na akaanza msafara yake. Sayyidina Ali alijifunika saa 6 usiku leo ya Mtume Muhammad na Bilal. Hiyo brada jamaa wamelala mpaka kadri ile jua imetoka mpaka saa 3 saa jua ile inawachoma, maana jua ya Maka ya saa 1 tafikiri ni saa 6 ya kesini. Jua ya Maka iko kali. Jua ya saa 3 ya Maka ni kama ile saa 6 ya mchana inawachoma. Ibilisi ni mtu kwanza amebeba jamaa. Vipi bwana? Bora ni mnalala ana habari hata yeye kutoka kwa usingizi. Anambia mkemba. Akiangalia anasema hatukulala peke yetu. Hata Muhammad leo ameshika na usingizi. Kitanda yake. Ukiangalia aya ile kwamba ni yeye alala. Kwa hivyo ni aibu lakini imepambaika. Na hii maneno tumepangana usiku. Amesema kuliko turudi nyuma, tuingie. Tumalize maneno. Sasa hiyo mtume akombani sana. Alayhi salatu wasallam. Wakiingia washashika ile panga, lakini nusra Mwenyezi Mungu mmoja katika wale vijana akaambia kwanza ondoeni kwa kichwa hili tujue ni nani. Kama si Muhammad kwa nini tunawaza? Kijaribu kuingia kwa nyumba, unataka kuondoa nguo. Sayyidina Ali anaondoa nguo na akaambia nini unataka? Akaweka panga chini. Wapi Muhammad? Sema tafuteni Muhammad bwana, mimi nalala msijalie usingizi rudi kwa kama. Anasema hivi ni kama gani kwani aliyelala hapa zamani? Aliyelala Muhammad ni wapi? Wakajaribu kumhoji, wapi Muhammad? Anasema si nyumba iko wazi, tafuteni Muhammad hapa ndani mkimpata sawa. Wakatafuta. Wakaona jamaa wamefika. Maneno yanaendelea. Wakiingia ndani ya Maka sasa yaani imebidi ianze operation kali ndani ya Maka. Na hiyo tarehe wako sasa watakuja kueleza nini? Tarehe kubwa, operation kubwa imefanyika ya kutafuta Muhammad. Watamwona wapi? Wamefanya kila mbinu mpaka wamefika karibu na ile jabali ambayo kwamba Mtume Muhammad anakaa ndani. Muhammad anawaona lakini amia. Ile macho yao Mwenyezi amefanya tombo, wameshindwa kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile pale Yusuf hii ikakana mara 3. Siku hiyo wangepata wangemaliza. Na siku ya Uhud. Na siku ya Badr. Yote ilikuwa ni Yusuf. Waliangalia ndani ya jabali, wanaona mtu kama yeye, wanaona hawaoni chochote lakini Muhammad anawaona ni mtu gani mkuja. Sasa ndio aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkumbusha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Kumbuka Muhammad wakati yamkuru bika walikufanyia vitimbi alladhina wale ambao kwamba kafaru wamemkufuru Mwenyezi Mungu liyuthbituka ili wakufunge ndani ya nyumba au yakuluka ama wakuue au yakhrujuka ama wakutoe nje ya Maka wayamkuruna na wanafanya vitimbi mbalimbali wayamkurullah na Mola ni bora wa kuwafunga wao ndio vitimbi vyao wallahu khairul makirin Mola ndio bora zaidi wa kupanga mambo kuliko hizo vitimbi vyao. Aya hii ikawa inazungumza juu ya zile vitimbi ambazo kwamba walikuwa wakifanya. Na ni kwa nini matatizo yasiyopata wamalahu alla yu'adhibuhum Allah, na ni kwa nini Mwenyezi Mungu asiwaadhibu hao Quraysh na wasipate shida wao yasuduna Masjid al-Haram, na wao wakizuia watu kwenda kufanya ibada katika Masjid al-Haram, wama kanu awliyahum in awliyahum illa al-muttaqun, na wao ni watu bora wa Mwenyezi Mungu
bali watu bora kwa Mwenyezi Mungu ni wale wacha Mungu. Wao wakifanya ni watu bora. Kwa nini Muhammad akapewa mtume? Ni mtu maskini, ametoka katika ukoo fulani. Kwa nini katika ukoo fulani asiitwe mtu fulani? Kwa nini akapewa yeye? Wao wanafanya ni watu bora. Ila uyao Mwenyezi Mungu anasema illa mtakuna, watu bora ni wale wenye kuogopa Mwenyezi Mungu. Walakin aktharu la ya'lamun, lakini wengi katika wao hawana habari, hawajui chochote, ni majahili. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية. Na ilikuwa ibada yao ndani ya Kaaba isipokuwa ni unafiki ambaye kwamba wakifanya na ni njia ya kuzuia watu kwenda kufanya ibada. Ni unafiki tu ibada yao. Mwenyezi Mungu anasema hakuna chochote wanachofanya ibada ndani ya Kaaba, ni ukafiri mtupu. Wao kwenda Kaaba wakifanya tawafu, lakini tawafu yao na tawafu ya Uislamu ni tofauti. Waislamu wakifanya tawafu wanasema na wetu tawafu lillah,